Karibu kwenye kipindi cha misingi ya tiba kemia. Lengo letu ni kukusaidia kuelewa kuhusu matibabu yako. Kipindi hiki kimeandaliwa ili kukusaidia kuelewa elimu ya msingi kuhusu tiba kemia na maudhi madogo madogo au changamoto zinazoweza kujitokeza wakati wa matibabu yako. Daktari na muuguzi wako watakuwa na maelezo ya ziada wakati wote wa matibabu yako. Tafadhali, uliza maswali yote ambayo unahitaji ufafanuzi. Kila swali ni muhimu kwako na kwetu pia. Kwa maelezo haya, tunatumai utakuwa na ufahamu bora wa kile unachoweza kufanya ili kusaidia kudhibiti changamoto zinazoweza kutokea wakati wa matibabu. Tupo pamoja na wewe katika safari yako ya matibabu. Tuko pamoja nawe katika safari yako ya matibabu. Tiba kemia au kemo ni dawa zinazoua seli za saratani. Mara nyingi tiba kemia hutolewa kwa njia ya mishipa, lakini pia kuna vidonge ambavyo unaweza kutumia ukiwa nyumbani. Dawa nyingine ambazo zinaweza kuwa sehemu ya matibabu yako ni pamoja na tiba ya kibiolojia au kwa lugha ya kitaalamu biological therapy, tiba ya monoclonal kwa kitaalamu tunaita monoclonal therapy, tiba inaitwa targeted therapy, tiba ya hormone, vichocheo au kwa kitaalamu hormonal therapy. Dawa hizi zinafanya kazi tofauti na zina changamoto tofauti pia. Kwa majadiliano haya, tunaweza sema dawa zote za kuzuia saratani kama tiba kemia. Sio dawa zote za tiba kemia kufanya kazi katika aina zote za saratani. Dawa zinaweza kutolewa kama dawa moja au kutolewa kwa muunganiko wa zaidi ya dawa moja. Utaratibu hutofautiana. Baadhi hutolewa kwa siku moja na baadhi hutolewa zaidi ya siku moja mpaka siku 5 mfululizo. Kama ilivyo kwa dawa nyingine, dawa za kemo zinaweza kuwa na maudhi au changamoto mbalimbali. Maudhi haya ni hatua zisizotarajiwa ambazo hutokea kama matokeo ya moja kwa moja wakati wa matibabu. Sio kila tiba kemia husababisha maudhi yanayofanana. Sio watu wote wanaweza kupata maudhi au changamoto zinazofanana. Watu wanaweza kuwa na maudhi tofauti tofauti. Muhimu kukumbuka, ukali wa maudhi hauonyeshi ufanisi wa matibabu yako. Maudhi mengi ni ya muda mfupi, lakini kuna baadhi maudhi ni ya muda mrefu zaidi. Utajadili na daktari wako au muuguzi maudhi yanayoweza kutokea kutokana na matibabu uliyopangiwa. Tiba kemia hufanya kazi kwenye seli zinazokuwa kwa kasi. Seli zote zilizoathirika na saratani na seli ambazo hazijaathirika na saratani. Kwa mfano, seli zetu za nywele hukua kwa haraka. Hivyo, dawa nyingine za tiba kemia husababisha upotezaji wa nywele ambazo huota mara baada ya matibabu. Watu wengine wanapendelea kuvaa wigi, kofia au mitandio wakati changamoto hii inapokuwa imetokea. Seli za kinywa na mfumo wa chakula nazo ni baadhi ya seli zinazokuwa kwa haraka. Hivyo husababisha watu wengi kupata kichefuchefu au kutapika wakati wa matibabu ya tiba kemia. Utapewa dawa za kuzuia kichefuchefu kabla na baada ya matibabu, na hakikisha unatumia dawa kama ilivyoagizwa. Hii itakusaidia kuwa na udhibiti mzuri zaidi wa kichefuchefu. Ikiwa dawa hizo hazijakusaidia,
mjulishe daktari au muuguzi wako kwa ajili ya msaada. Pia seli zetu za uroto au kwa kitaalamu wakiwa wanaita bone marrow nazo huathirika wakati wa matibabu ya tiba kemia, inayoweza kupelekea upungufu wa damu. Kuna aina 3 tofauti za seli za damu ambazo daktari atazifuatilia. Seli nyeupe za damu ambazo hupambana na maambukizi, seli nyekundu za damu ambazo hubeba oksijeni, na seli sahani ambazo husaidia damu kuganda. Mojawapo ya maudhi yanayohusu matibabu ya tiba kemia ni hesabu ya chini ya seli nyeupe za damu. Ikiwa seli nyeupe zipo chini, uko kwenye hatari kubwa ya kupata maambukizi au infections. Wakati huu inashauriwa kuosha mikono yako mara kwa mara, pia kuepuka misongamano. Ukipatwa na homa wakati wa matibabu, inaweza kuwa dalili ya maambukizi ambayo inapaswa kutathminiwa kwa haraka. Baadhi ya dawa za tiba kemia huathiri seli kwenye utando wa mdomo. Hii inaweza kusababisha vidonda vya mdomo, mabadiliko ya ladha, kinywa kuwa kikavu au maambukizi. Ni muhimu kufanya usafi wa kinywa na inashauriwa kusafisha kinywa chako mara baada ya kumaliza kula. Endapo utatokwa na vidonda mdomoni, suuza kinywa chako mara kadhaa kwa siku kwa kutumia dawa mchanganyiko utakayopewa na mtaalamu wako. Epuka kuosha kinywa kwa vimiminika aina ya spiriti. Hii inaweza kusababisha maumivu yasiyokuwa na lazima. Ukiwa unaona chakula kinaanza kuwa na ladha ya chuma, jaribu kutumia pipi ngumu zisizo na sukari nyingi, inaweza kusaidia kupunguza ukavu wa kinywa. Madhara mengine yanaweza kujumuisha kuharisha, kuvimbiwa na kukosa choo. Kuharisha kunaweza kuchangia upungufu wa maji mwilini. Mjulishe daktari au muuguzi wako ikiwa utaharisha mara 3 au zaidi ya kawaida katika kipindi cha masaa 24. Kuvimbiwa au kukosa choo kunaweza kuchangia kichefuchefu. Unashauriwa kutumia chakula vyenye makapimlo au fibers kwa wingi. Mjulishe daktari wako au muuguzi ikiwa una matatizo ya kuvimbiwa. Baadhi ya tiba kemia zinaweza kusababisha mzio wakati wa kuwekewa dawa. Kwa kitaalamu tunaita allergic reaction. Maudhi haya yanaweza kutofautiana kwa ukali katika changamoto kuanzia kidogo hadi kali zaidi. Ikiwa utajisikia hali tofauti na ile kabla ya kuwekewa dawa, mtaarifu muuguzi haraka kwa ajili ya msaada. Mfano: maumivu, kubana kifua, kupumua kwa shida, kuwashwa ngozi na kizunguzungu. Pia baadhi ya matibabu hasa targeted therapy yanaweza kusababisha upele katika mwili wako. Hivyo unashauriwa kuweka ngozi yako safi na yenye ukavu. Ikiwa utapata upele, hakikisha unamjulisha daktari au muuguzi wako ili ngozi yako iweze kutathminiwa. Dawa zingine za tiba kemia zinaweza kuathiri uzazi au uwezo wa kupata watoto katika siku zijazo. Kama jambo hili litakuhusu, tafadhali jadili na daktari au muuguzi wako kabla ya kuanza matibabu. Iwapo kuna uwezekano wote kwamba unaweza kuwa mjamzito, mjulishe daktari au muuguzi wako mara moja kabla ya kuanza matibabu. Usipate mimba au mwanaume kumpa mpenzi wako mimba wakati unatumia tiba kemia. Jadiliana na daktari au muuguzi wako njia gani za udhibiti wa uzazi zinazoweza kuwa salama katika hali yako. Changamoto nyingine, wakati wa matibabu yako unaweza kuwa na uchovu baada ya muda. Uchovu huu unaweza ukadumu kwa miezi kadhaa baada ya matibabu yako.
Uchovu unaweza kuwa mbaya zaidi kwa upungufu wa maji mwilini. Kunywa maji kila inapowezekana. Hii itasaidia kuongeza maji na kuondoa uchovu. Jipatie muda angalau dakika 30 za mazoezi ya mwili. Kama vile kutembea kila siku, inaweza kukusaidia pia. Taasisi ya saratani ya Ocean Road haitoi aina yoyote ya lishe kuzuia saratani, lakini inatoa elimu ya lishe bora wakati unaendelea na matibabu yako ya saratani. Ni bora kuzingatia na kudumisha mlo wako vizuri. Kula chakula kidogo kidogo mara kwa mara ni bora zaidi kuliko kula milo mitatu mikubwa. Baadhi ya watu wanaona kula milo 5 au 6 midogo ni rahisi kuliko kula milo 3 mikubwa, na ndivyo inavyoshauriwa. Wakati wa matibabu ya kemo, vyakula vingine vinaweza kuvutia zaidi kuliko vingine. Hii inaweza kuhitaji majaribio ili kupata vyakula vinavyofaa zaidi kwako. Hakikisha unamwambia daktari wako kuhusu virutubisho vyovyote unavyotumia, ikiwa vitamini, dawa za kienyeji au mitishamba. Hizi zinaweza zikaingilia ufanisi wa tiba kemia. Kunywa maji mengi. Unashauriwa kunywa maji sio chini ya lita 2 kwa siku, hasa saa 24 kabla ya matibabu na saa 48 baada ya matibabu. Mtaalamu wa lishe atakushauri kwa masuala maalum ya lishe. Utauliza maswali yako yote yanayohusu chakula na lishe kwa mtaalamu wako wa lishe anayepita kila siku wakati wa matibabu yako. Kumbuka kuvaa mavazi yasiyo na bugdha wakati wa tiba. Pia kumbuka kula chakula kabla ya matibabu. Utaendelea na dawa zako za kawaida isipokuwa kama umepata maelezo tofauti na daktari wako. Daima wasiliana na daktari wako kabla ya kuanza virutubisho hivi, mimea au tiba nyingine. Unashauriwa uwe na mtu wa kusindikiza hospitali wakati wa matibabu. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti ya Taasisi ya Saratani ya Ocean Road. Shukran na karibu tukuhudumie. Shukran na karibu tukuhudumie.